Haleluya, mtu wa Mungu. Ni mawimbi ya uamsho tena. Na leo tunalo jambo moja zuri sana ambalo nataka tuliangalie. Tunaishi katika nyakati ambapo definition halisi ya muamini ina changamoto kubwa. Na kutokana na nyakati zetu au dini, mitazamo mbalimbali, tunajikuta tuna mambo mengi. Leo nataka niangalie mtu mmoja na nitakupa sifa. Mtu huyu ambaye ni kama wengi wetu, alikuwa ni mcha Mungu, ana hofu ya Mungu, anaomba na anatoa sadaka. Ni rafiki yangu mmoja ambaye kila nikimwambia habari za Yesu, kumwamini Yesu, ananiambia mimi namwamini. Na kwa nini anafikiri anamwamini? Kwa sababu moja, anaomba; pili, anakwambia ana hofu ya Mungu, anatoa na sadaka, na hata jamii yake inamjua hivyo. Ni mtu ambaye ni decent, kwa lugha ambayo tungeweza kuisema. Hutamwona anafanya mambo ya ajabu ajabu mengi ambayo watu wengi ambao wanahesabika kama hawajaokoka wanafanya. Kwa mtazamo wa kawaida anakwambia yeye kwa sababu hiyo anamcha Mungu. Na ndio maana kila wakati nakuwa namwambia, ananiambia mimi bwana niko sawa. Sasa kuna mtu mmoja anayefanana na mtu huyo, alikuwa anaitwa Kornelio, na tunampata katika Matendo ya Mitume sura ya 10. Nataka nikuonyeshe iweze kukusaidia ili ujue kwamba wokovu si kuwa tu mwana maombi, si kuwa mwenda kanisani, si kutoa sadaka, si kuonekana kwa mchungaji wako vizuri, si kuimba kwaya, sio kuwa mwana kwaya, sio kutoa albamu, sio kusema Bwana asifiwe na mambo mengine. Na sio tu kuwa mtu mwema katika jamii alafu naenda kanisani. Biblia inasema katika ile mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 10, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Italia. Sasa sikiliza maneno anayotolewa hapa. Mtu mtaua, la kwanza, sifa yake ya kwanza; mchaji wa Mungu, sifa ya pili; yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Hebu ziangalie hizo sifa. Yamkini na wewe ni moja ya sifa ambazo unazo. Moja, ni mtu mtaua; pili, mchaji wa Mungu; tatu, hiyo ni yeye pamoja na nyumba yake yote. Alikuwa anatoa sadaka akisaidia watu. Kama anasaidia watu, jina lake lilikuwa kubwa. Watu wengi wanampenda, wanamwona mtu wa Mungu kweli kweli. Kwa mchaji wa Mungu, ana hofu ya Mungu. Jamii, majirani zake, naamini ndivyo walivyokuwa wanamuona, na alikuwa anamuomba Mungu daima. Kwa hiyo ni mwana maombi. Kuna maombi Tegeta, yupo. Kuna maombi Posta, yupo. Kuna semina ya mtumishi fulani, yupo, kwa sababu ndiyo tabia hizi kama tukitaka kuangalia. Lakini siku moja akapata maono, na Mungu akamtuma malaika na akamwambia, mstari wa 5, sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Mstari wa 6, yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Nalotaka uliangalia sana, kwa nini anaambiwa amwite Petro? Atakapomwita anamwambia atakwambia ya kupasayo kutenda. Sasa kumbuka, huyu mtu sifa zake tumeziona. Ni mtaua, mchaji wa Mungu, yeye pamoja na nyumba yake. Alikuwa akitoa sadaka na alikuwa akiomba daima. Lakini Bwana, Biblia inasema Mungu alipomtokea, malaika alipokuja akamwambia, maombi yako na sala zako zimefika. Kwa nisome kabisa hapo mstari wa 4. Akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo hata sala zake zikafika mbele za Mungu na sadaka zake zikafika mbele za Mungu. Lakini bado akaagizwa awatume watu wake waende wakamwite Petro, na Petro atakapokuja atamwambia nini anachotakiwa kufanya. Sasa kwa akili ya haraka ungefikiri kwamba atakapokuja kumwambia nini cha kufanya, Petro atakapokuja atamwambia, naona umefanya 1 2 3, umekuwa unatoa sadaka, umefanya hivi, lakini kuna mambo mengine hujaanza kufanya. Labda ongezea na hiki ufanye, na hiki ufanye, na hiki ufanye, ili sasa uweze kuwa kamili. Lakini haikuwa hivyo. Sasa ndakupeleka sura ya 11, kwa sababu hapo Petro anarudia nini alichokifanya. Mstari ule wa 14,
anarudia Petro, anajaribu kuelezea kile alichokuwa amekisema. Atakaye kuambia, anawaambia nini kilikuwa kimetokea. Kwa alikuwa amewaambia kwamba yeye akatumwa jinsi ilivyo mlazimie kuja mpaka akaenda kwenye nyumba ya Kornelio. Kwa akasema atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Kwa hiyo Petro alikuwa na maneno ya kwenda kumwambia Kornelio yatakayomwokoa yeye na nyumba yake yote. Lakini kumbuka, alikuwa ana sifa zote hizo. Kwa hiyo kutokana na hili, na hiki andiko mstari wa 14, alikuwa hajaokoka bado. Alikuwa anatoa sadaka, anawasaidia maskini, alikuwa anaomba daima, alikuwa mchaji wa Mungu, yani ana hofu ya Mungu, lakini alikuwa hajaokoka bado. Sasa turudi sura ya 10 tuone Petro alipokuja alisema nini. Kuanzia mstari wa 34, Biblia inasema Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Kwa haya amemfanya tu akubaliwa, lakini kuna jambo ambalo ndio litamsaidia sasa yeye aweze kupokea wokovu. Neno lile lililowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililonena katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Mstari wa 38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 39, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka katika wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamliwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia neno hili. Kwa utaona Petro anaelezea kule kwa nini msingi mkubwa ni ile injili aliyohubiriwa. Sasa injili hasa ni nini hapa? Mstari wa 42 anasema akatuagiza tuwahubirie watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye, yani Yesu, aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Kornelio, pamoja na mambo mazuri aliyokuwa akiyafanya, alikuwa hajamwamini Yesu, na ndio maana alikuwa hajaokoka. Alikuwa mcha Mungu ila hajamwamini Yesu, alikuwa anaomba ila hajamwamini Yesu. Sasa utaniuliza, mchungaji, kumwamini Yesu hapa maana yake nini? Kwa sababu na wewe umekuwa ukienda kanisani na unajua Yesu alikuja, Yesu alifufuka, unayajua haya, lakini kumwamini Yesu nini? Unatoa sadaka, unafanya maombi. Kumwamini Yesu ni kuweka tumaini lako la wokovu, msamaha wa dhambi na uzima wa milele kwa Yesu peke yake, au kwa lugha rahisi tulivyozoea, kwa kazi aliyoifanya pale msalabani. Kwa hiyo wewe, uhakika wako kwamba dhambi zako zinasamehewa, kwamba wewe si mwenye dhambi tena, unapokea msamaha wa dhambi kwa sababu Yesu alikufa msalabani, alibeba dhambi zako pekee. Kuwa na uhakika kwamba wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, wala hauna hatia tena mbele za Mungu, haitokani na jambo jingine lolote, bali inatokana na kile Yesu alichokifanya pale msalabani. Hiyo ndio maana ya kumwamini Yesu, kwamba wewe una uhakika wa uzima wa milele na utafufuka hata kama ukifa, na kama utakuwa hujafa wakati Yesu anarudi, mwili wako utabadilishwa na utaishi milele na Mungu. Tumaini hilo msingi wake ni kwamba kwa sababu Yesu alifufuka, na ndio maana injili inaongelea habari ya mateso, kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo imani yetu, confidence yetu, uhakika wetu
wa msamaha wa dhambi, uhakika wetu wa ushindi juu ya dhambi. Kuwa na uhakika. Kwa nini utashinda dhambi? Kwa sababu Kristo alishinda dhambi pale msalabani. Kutokuwa na hofu ya mauti, kutokuwa na hofu ya shetani, vyote vinatoka kwenye hiyo. Sasa watu wengi leo, yamkini na wewe ni mmoja wa watu hao, umekuwa unasema wewe unamcha Mungu, wewe ni mtaua, unamcha Mungu, unasali, unaomba, unatoa na sadaka, matendo yako ni mazuri, matendo yako ni mema, na hata mtaani unajulikana hivyo, shuleni unajulikana hivyo, kazini unajulikana hivyo, na kanisani kwako unajulikana hivyo. Lakini neema ya Mungu inakujia leo, maana yamkini uko kama Kornelio, unahitaji kutoa tumaini lako na kujihesabia haki kwa kazi unazofanya au kwa matendo mema unayofanya, na kuweka tumaini lako la wokovu kwa kile Yesu alichokifanya. Wokovu tunaupokea bure kwa njia ya imani, kwa neema, kwa njia ya imani. Imani ya nini? Ya kwamba msamaha wangu wa dhambi, nimesamehewa dhambi kwa sababu Yesu alibeba dhambi zangu, sio kwa sababu ya kitu chochote. Mimi ni mwenye haki mbele za Mungu, sina hatia kwa sababu Yesu amenipa haki yake, sio kwa kitu kingine chochote. Kwa haya mambo yote ni mazuri, lakini wokovu haupatikani kwa mambo haya. Mungu wa mbinguni akubariki. Hebu endelea kutafakari. Hata wewe ambao umekuwa unakiri kwa muda mrefu umeokoka, yamkini msingi wako wa wokovu umekuwa ni kitu kingine, kwa sababu ulisikia Injili ukaambiwa acha dhambi uokoke. Sasa kama unaweza kuacha dhambi alafu ukaokoka, basi Yesu alikufa kwa ajili ya nini? Wewe huwezi ukaacha dhambi bila kumwamini Yesu. Nguvu ya dhambi inaendelea kumtesa mtu ambaye hajamwamini Yesu. Unapomwamini Yesu, kwa maana niliyosema, ndipo unapata nguvu na uwezesho kwa Roho wake Mtakatifu kushinda dhambi na kumshinda shetani na kushinda dunia, na unafanyika kwa mwana wa Mungu. Umebarikiwa sana. Tukutane tena katika kipindi kingine.